أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. Katika juma lililopita tulikuwa na aya hizi 4, aya ya 7 na ya 8 na ya 9 na ya 10 katika suratu Yasin, ambazo kwamba ni aya zaeleza grupu ya kwanza au kundi la kwanza katika kupokea yale mahofisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ile kazi yake alopoa kuifanya katika ulimwengu kama hunu. Watu waligawanyika sehemu mbili. Kuna wale waliokataa ambao Qur'ani imewasifu ndio wingi hao, kama ilivyotuambia laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Neno limekuwa kweli kwa wengi wao, kwa hivyo hawatoamini. Kisha Mwenyezi Mungu akatupa kwa ufupi sababu na sifa za kuwafanya watu kama hawa wasiamini. Akatwambia inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, sisi tumejalia katika shingo zao pingu ambao za kusanya mikono na shingo. Fahia ila al-adhqan, pingu hizo zimeyaa kwenye shingo mpaka zimesikilia kwenye zidevu, au mikono imeangatika mpaka ikasikilia kwenye zidevu. Fahum mukmahun, wakawa wao wameinua nyuso waangalia juu, hawaoni mbee wala kuvulini wala kushotoni, bali ni mato yamekabili mbinguni. Kisha Mwenyezi Mungu akatwambia tena sifa nyingine ya watu hawa, waja'alna min baini aidihim sadda. Baada ya kuwa wao wametiwa pingu sampuli hiyo, wamerudi wamejengewa na ngome mbele yao. Wa min khalfihim saddan, wamejengewa na ngome nyuma yao. Fa aghshaynahum, ngome zikawafinika. Mwenyezi Mungu atuambia tukawafinika. Fahum la yubsirun, hao hawaoni. Kwa hivyo ikiwa wao ni hali hii, pingu sampuli hini, ngome sampuli hini, piga mayowe mpaka asubuhi, huwezi kubadilisha lolote. Zungumza na wao. Ndio ikamzungumkia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ikimwambia namna utakapokuwa fasaha, namna utakavyokuwa wamiliki dalili, namna itakavyokuwa Qur'ani ina dauri kubwa katika kuongoza, lakini hawafaulu. Kwa hivyo natija, wasawaun alaihim aandhartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Hawa ni sawasawa, uwahofishe au usiwahofishe, wao hawana tamaa ya kuongoka, kwa sababu kuhofisha kwako na kutohofisha ni sampuli moja. Ni kama kuvuzia ivu lisokuwa na moto. Kama wanenao, utavuzia moto hauwaki, usivuzie moto hauwaki, hakuna natija yoyote katika zitu kama hizi. Aya kama hizi ambazo ndio zazungumza grupu ya kwanza kabla ya kuingia grupu ya pili, juma lililopita tulizieleza tafsiri ya mufradat, yani maneno yaliyoko katika hii aya au katika hizi aya. Nini anaq, nini aghlal, nini maana ya sada, na tukazimaliza. Lakini ukweli wa mambo, kama nilivyoahidi juma lililopita, hizi aya zitukuzie mambo makubwa sana. Lakini kabla ya kuingia kwenye mambo haya,
ningependa kidogo tumsikilize Fakhrur Razi azungumza nini kuhusu aya hizi. Fakhrur Razi, aya muhimu ni hizi mbili, inna ja'alna fi anaqihim aghlalan, na aya ya pili waja'alna min baini aydihim saddan. Aya ya kwanza yamfananisha mtu asoamini, hawa ambao hawamwamini, na mtu amezotiwa pingu, yani amefungwa kinafsi, kimwili wake. Aya ya pili yamfananisha na mtu amezojengewa, kama amezofungwa ndani ya chumba. Kwa hivyo kuna tashbihi mbili, kuna kufananisha mara mbili. Ni kama mtu amezofungwa jela, kwanza ye mwenyewe akavishwa cheni, kisha istoshe kuvishwa cheni akarudi akajengewa na kuta. Kwa hivyo ana ziziwizi za kinafsi, yani kimwili wake, na nde ya mwili pia amejengewa ngome. Sasa Fakhrur Razi katika kutaka kuzisherehe aya hizi mbili amenena maneno haya kwa ufupi ambayo mimi nitajaribu kuyasherehe. Fakhrur Razi anena kwamba mwanadamu ili afike kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati akitaka kumuyua Mungu wake, akitaka kutafuta dalili za kuthibitisha Mungu, za kumpeka yeye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akona ndia mbili. Ndia ya kwanza ni kujisoma yeye mwenyewe, au kwa ibara nyingine ni kutumia dalili zilioko katika nafsi yake. Ukajianza wewe mwenyewe namna ulivyoumbwa, ziungo zako, mwili wako namna ulio, ukausoma na ukakufikisha mwili wako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni ndia. Au ndia ya pili ni kuatana na mwili wako ukaangalia zitu zilioko nde yako. Ukaangalia Mwenyezi Mungu namna alivyoumba mbingu, nyota, ardhi, bahari, miti, wanyama. Ukaangalia hizi zitu ziliokombea mato yako, ambao kwenye Ayatul Kursi tumezungumza kwa refu dalili hii kwamba al-atharu yadullu ala al-mu'athir. Wewe ukiona nyumba imejengwa utajua kwamba kuna fundi amefanya nini, amejenga. Kwa hivyo wakati unaposoma nidhamu ya ulimwengu, unapoziona nyota zote hizi za kupeka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa ndia ya kwanza yaitwa ni al-ayatul anfusiyya, ni zile dalili ambazo kwamba ziko ndani ya nafsi yako. Ndia ya pili zaitwa ni al-ayatul afaqiyya, ni zile dalili ambazo kwamba ziko nde ya mwili wako. Na ndia hizi mbili Mwenyezi Mungu amezishiria katika surati ya Fussilat akituambia sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Tutawaonesha, Mwenyezi Mungu anena, aya zetu. Aya hapa si maana aya za Qur'ani, aya ni maana dalili ambazo za kufikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia tutawaonesha aya zetu fil afaq, katika pambizo ambao ni nyota. Hizi ndio ile tariq tuyamkua ya nde ya mwili wako. Fil afaqi wa fi anfusihim. Ndia ya pili ni katika nafsi zao pia tutawaonesha dalili hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, mpaka iwabainikie wao kwamba kuweko Mungu, huu Uislamu, hii ni dini, ni masala ya haki, kwa sababu dalili ziko wazi. Hizi ni ndia mbili maarufu za kukupeka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Fakhrur Razi anena kwamba aya ya kwanza, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Kama mwakumbuka namna nilivyoisherehe juma iliyopita, tulinena kwamba Mwenyezi Mungu amfananisha huyu mtu anayemkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ule alofungwa pingu ikatanganywa mikono yake na shingo zake. Zile cheni zikamuyaa au mikono ikamgia kwenye tini ya zidevu, akawa amekodoa mato yake, huangalia wapi?
mbinguni, kwa sababu maana ya muqmahun ni raf'ul wajhi ila samaa, ni kuinua uso kaikeza mbinguni. Kwa hivyo huyu tayari huwa ndia ya kwanza imeshafungika kwake, ile sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, hawezi tena kujiona. Anainua uso wake kuangalia yu, hawezi tena akitaka kufika kwa Mungu kuisoma nafsi yake, hawezi kuiona, hawezi kuona mwili wake, hawezi kuona mikono yake, hawezi kuona kiungo chochote katika mwili wake. Kwa hivyo ameshaekewa block kwa ndia ya fi anfusihim. Hii ni ya kwanza. Aya ya pili, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Yani ametiwa kwenye kuta zimemzunguka, ngome nyuma. Kwa hivyo huyu hawezi tena kuona zitu zilioko nje ya mwili wake. Hawezi kuona mbingu, hawezi kuona nyota, hawezi kuona ngamia, kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at. Zile zitu ambazo Mwenyezi Mungu ataka uzisome nje ya mwili wako ili zikupeke kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tayari ushajengewa ngome. Kwa hivyo inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, ni kuziwiliwa na ile al-ayatul anfusiyya, huwezi tena kuitumia ndia ya nafsi yako. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, wafungiwa al-ayatul afaqiyya. Sasa zile ndia mbili zikishakuwa zimefungwa, hakuna ndia ya kukufikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao Mwenyezi Mungu amezitaya ni hizi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Haya ni maneno ya Fakhrur Razi. Kwa hivyo aya mbili anavyotaka kuzungumza Fakhrur Razi ni kwamba ziko katika msimamo wa tashbihi, wa kufananisha. Yamfananisha ule mtu anayekataa Uislamu na mtu alofungwa pingu ili asijione nafsi yake, na yamfananisha ule mtu aliokataa Uislamu na mtu aliojengewa kuta awe haoni mbele haoni nyuma. Kwa hivyo lugha zinazozungumzwa hapa si lugha za ukweli. Ukweli na ukusudia hapa si maana ya urongo, ni ukweli kwa maana si hakika bali ni lugha za kinini, za kimajazi, ni lugha za kimithali, ni lugha ambazo kwamba ni za kitashbihi. Haya ni maneno ya Fakhrur Razi. Al-Alama Tabatabai katika tafsiri yake Tafsirul Mizan ayakataa maneno haya, na anena kwamba hakuna majazi katika aya hizi na mfano wa hizi ambazo tutakuja kuzieleza kwa wingi. Kuna lugha zimetumia kufuli kama nilivyowaambia, ama ala qulubin aqfaluha. Kuna lugha zimetumia masala ya kupiga muhuri, khatama Allahu ala qulubihim au rana ala qulubihim. Kuna lugha zimetumia masala ya tongo au bubi, ziko hizi summun bukmun umyun fahum la, mpaka mwisho. Hizi kwa mtazamo wa Fakhrur Razi ni lugha za kimajazi, si kwa maana ni tongo afananishwa na mtu tongo, lakini Tabatabai asema hizi lugha hazitumika kimajazi, ni lugha za kihakika. Na huyu mwanadamu tunavyomuona sisi ana maisha sampuli mbili. Huyu mwanadamu ana maisha sampuli mbili. Ana maisha ya nde ya dhahir, ambayo ni haya tunao yaona sisi. Kuona wewe una kitwa, una mikono, una mato, na mara nyingi sifa zetu zafuata maisha haya. Mtu amekuwa tongo ndio huambiwa ni tongo, amekosa mato. Mtu amekosa kusikia huambiwa ni nani? Ni duko. Au hawezi kunena huambiwa ni bubui, au amefungwa pingu. Hii ni maisha ya mwanadamu tunaweza kuyaona sisi. Lakini mwanadamu huyu tunaomuona, penda mwesikize kwa makini haya maneno. Mwanadamu huyu tunayomuona ndani ana maisha mengine ndani yake, katika nafsi yake ana maisha mengine. Maisha haya
hatuyapati sisi vile yalivyo. Maisha haya yana kanuni zake sampuli mbali, na mwanadamu mpaka ayaonapo haya ni mpaka amesikilia daraja fulani, au siku ya kiyama ndo utayayua kiuhakika. Ile wakashafna anka ghitaaka fabasaruka alyawma hadid, siku ile kutakapokufunguliwa pazia, siku ile ndio mambo yataonekana kwa uhakika wake. Kwa hivyo ana zitu ndani ya mwili wake mwanadamu ambazo kwamba yeye mwenyewe hazipati uzuri, lakini hizi pia zinao utongo wake, hizi pia ziko na pingu zake, hizi pia ziko na ngome zake, ziko na uduko wake. Na haya mambo yaliyotajwa yote kwenye hizi aya si maana ya kufananishwa, kwamba mtu asoamini afanana na alotiwa pingu, kwamba mtu asoamini afanana na alojengewa ngome kama anavyozungumza Fakhrur Razi. La, bali ana pingu hakika. Lakini pingu hizi si hizi cheni tuziuazo sisi. Kufuli hizi sio kufuli hizi tuziuazo sisi, ni kufuli sampuli mbali zinaoenda sambamba na mtindo wa maisha ya sampuli mbali ya ndani ya nafsi ya mwanadamu. Haya maneno ameyazungumza kwa ufupi al-Allamatu Tabatabai. Sasa hapa ndipo ambapo kwamba mimi niliwaahidi juma lililopita kwamba hizi aya ni lazima tusimame nazo kwa urefu sana, na hatutoweza haya mazungumzo kuyamaliza kwa siku moja wala kwa siku mbili. Hiki ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni mazungumzo ambayo kwamba ni silsila, ni lazima uyaungamanishe ndio mwisho upate natija ya kutosha. Kwa hivyo ukiwa tutahudhuria leo, kesho tusihudhurie, juma lingine pia mtanipatabu sana, na kutakuwa na maswali mingi kisha katika kushikanisha hizi fikra. Kwa hivyo nitayafungua sasa yao, kisha baada ya kuzifahamu hizi fikra kwa urefu ndio tutarudi tena tuzifasiri hizi aya kwa namna anavyozungumza al-Allamatu at-Tabatabai. Ndugu zangu Waislamu, haya ambayo kwamba tunataka kuyazungumza yeo, ulimwengu wa yeo yametengewa elimu mahsus yake. Ulimwengu huu wa yeo ni elimu peke yake yasomwa sasa yao, ingawa si maana elimu hii ilikuwa hakuna kabla, la, bali ilikuweko, lakini zilikuwa ni fikra zimetupwa, hazina mtungo, hazina mshikano. Fikra kama hizi, kama mfano wa elimu nyingi. Elimu nyingi zilianda pamoja, pengine elimu 3-4 zilikuwa pamoja zamani wakizipa ina moja, kuendelea ikawa huenda zikitengwa, zikitoka elimu 2 katika elimu moja zikawa 4. Kila elimu hususa ilipokuwa ulimwengu wa ikhtisas, ulimwengu wa kuspecialize, ikawa zatoka ikawa kila kitu chatoka mbali. Elimu hiyo wayamkuwa wataalamu ni kwa ina la Kiarabu yamkuliwa nadhariyatul maarifa, kwa ina la Kiingereza yamkuliwa ni theory au the theory of knowledge. Kazi ya elimu hii ni kuisoma elimu. Wajua sisi mara nyingi huwa tukimbilia kusoma, kukusanya maarifa katika akili zetu. Umejua geography, umejua science, umejua history, umejua hisabu, umejua fiqhi, umejua nahau, umejua balagha. Lakini mafailasofu walikwenda deep zaidi ya hapo, wakataka kujua huku kujua ni nini kwanza, kabla ya kuangalia kile tunachokijua ni kipi, kile tunachokisoma ni kipi, kile tunachokitia kwenye akili. Kabla ya kukitia kwanza hukuku wa mtu ayua huwa ni vipi, ndio wakaiamkuwa ni nadhariyatul maarifa.
Yani haya maarifa ya mwanadamu, akili yake yafanya vipi kazi, na yawasiliana vipi na zitu, na yatukua namna gani, zaweka store, na yapikwa namna gani, mpaka mwisho. Ili wakinena hii ndio hatua ya kwanza muhimu, kabla hatuyasoma mambo mengine. Kwanza tuyue namna ya kukitumia hiki chombo tulicho nacho. Hii ilikuweko zamani, wakati watu wakisoma mantiq, wakisoma falsafa, yalikuwa yako masail. Sasa yao yametengwa, yamefanywa ni elimu mbali. Taban mimi hapa sitaki kufungua darasa, wala sitaki kusomesha elimu hii, lakini aya hizi ambazo kwamba tunataka kuzifasiri sasa yao ni baadhi ya aya nyingi zilioko kwenye Qur'ani zinaozungumzia elimu hii, ambao kwamba yeo imekuja kupewa nguo, ambao Qur'ani imeizungumza kabla ya karni 14. Sasa tulipokuwa tunataka kuyazungumza maneno haya, ilitubidi mwanzo tutukue fikra, tupanue katiti hii. Yazungumza sehemu tu peke yake ya nadhariyatul maarifa. Sasa ningependa tufuate hatua hizi waliozifuata wao wataalamu kwa kutaka kusoma masala ya maarifa ya mwanadamu. Walijiuliza masuala haya ya kwanza muhimu sana, na yatatufungulia kila kitu haya masuala, na tutafika kwenye nukta yetu. Kwanza, je, baada ya wewe kuna mwingine? Hili ni suala la kwanza walikuja wakijiuliza, na natumai haya mambo yana sampuli kama ya kiwazimu mwanzo, lakini ni wazimu ambao kwamba mwisho utatufikisha kwenye akili. Suala la kwanza walijiuliza kwamba je, baada ya wewe kuna mwingine? Wewe uko, lakini kuna zitu zingine zisokuwa wewe? Hili ni suala. Suala la pili, ikiwa kuna zitu zingine baada ya wewe kuna mwingine, utakabiliwa na suala hili. Je, uko uwezekano wa kuziua? Uko uwezekano wa kuyua zisokuwa wewe? Hili ni suala la pili. Suala la tatu, ikiwa uko uwezekano, ikiwa suala la pili tumejibu naam, ikiwa uko uwezekano wa kuwasiliana na zitu zingine zisokuwa wewe, ni ndia gani au ni zombo gani ambazo kwamba zitakuwasilisha wewe na wengine? 4, ikiwa ziko hizo zombo za mawasiliano za wewe kuwasiliana na zitu zingine, je, zombo hizi uko uwezekano wa kuzifanya ziwe na nguvu zaidi? Na ni yapi yanaozifanya ziwe na nguvu? Je, uko uwezekano wa kufa zombo kama hizi zisifanye kazi?
na ni yapi yanayofanya zombo kama hizi zife na zisifanye kazi. Aya tunazozifasiri zajibu swala ya 4. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faaghshaynahum fahum la yubsirun. Aya tunazozifasiri sisi kwenye suratu Yasin zajibu swala ya ngapi? Ya 4. Ni zitu gani zinaoua hizo zombo za kuwasiliana na ulimwengu wa nde usokuwa wewe? Aya ni masuala 4, tukiyajibu mpaka tukayamaliza tutakuwa tumeweza kuzifahamu hizi aya zinazungumza mambo gani. Tukirudi kwenye suala la kwanza, je, ziko zitu baada ya wewe au haya tunayoyaona ni kama ndoto? Hakuna kitu chochote, ni kama kuota tu. Hili ni suala hata mwanadamu akiketi saa nyingine humpitia, yani ukaketi pengine ukafanya wasiwasi ukanyosha mkono ukashika hichi kistuli kiiko ama ni ndoto hizi mimi ninazo. Suala hili limewagawanya mafailasofu zigawanyo ziwili. Kuna wale ambao kwamba wanaoitwa ni waqi'iyun, realism. Hawa wasema uko ulimwengu. Hizi tunaziona nyota, dirisha wewe waliona, mimi nakuona wewe hapo, hichi kistuli kiko hapa, hii maiki iko, hizi zitu ziko. Kuna na wale khayaliyun au mithaliyun wanaowaita idealism. Hawa wanena hakuna kitu. Haya ni mambo ni kama ndoto tu sisi. Wewe waona ukuta pale, wewe waona bahari, waona nyota, waona mwezi, waona jua, hakuna zitu kama hizi. Ni kama kuota ndoto. Waweza kulala wewe ukaota umekuwa tajiri, umepata senti na pengine kile kibuhusha cha senti ukakitia tini ya wapi? Tini ya mto. Ukiamka asubuhi ukipeka mkono hamna kitu. Kwa hivyo hawa hawaamini kwamba kuna kitu. Hawaamini. Hizi ni zita zirefu sitaki kuzingia mimi. Baina ya hao wanenao uko na hawa wanenao hakuna. Lakini ufupi ni kila mtu arudi kwenye dhamiri yake. Hatuna haja tutunge dalili ndefu tuthibitishe iko ama hakuna. Ni kila mtu arudi kwenye dhamiri yake. Kama Tabatabai katika Bidayatul Hikma katika kitabu chake cha falsafa asema watu hawa wakipoa dalili, wakiwa hawaamini, watukuliwe, wafungwe, wapatikane mabati marefu, wapijwe kwa mabati, wakipija mayowe wakinena usikia utungu, waambiwe hakuna kitu, wanguliwa nini? Utungu, we huota. Wapijwe kofi, wakitopa suka, wakitoka damu, wakana umenipasua, waambie la, hizi ni nini? Ni ndoto, hakuna kitu ulimwenguni. Kwa hivyo zote hizi wewe hufanya nini? Huwaza. Yani hakuna mantiki ambayo kwamba itaweza kuwathibitishia hawa wakiwa wao wanashaka. Kama ule mmoja aliambiwa ulimwengu huko kanina hakuna, akaambiwa wewe huko, kanina pia mimi siko. Akaambiwa wewe unashaka, kanina ninashaka. Akaambiwa basi kiwa wewe unashaka, hiyo yatosha kuthibitisha kwamba wewe uko, kwa sababu lau si huko kungekuwa hakuna shaka. Akanena mpaka shaka yangu naishuku pia. Sasa zitu kama hizi hakuna mantiki yoyote wala dalili ya kumthibitishia. Hata yeye akia kwenye maisha, akishikwa na nyota atakwenda kuzengea mai anwe, atazengea nguo avae. Huyo anayeamini fikra kama hizi bila shaka aamini kwamba kuna zitu kama hizi. Kwa hivyo hatorefusha maneno na mijadala kuhusu watu kama hawa, na Qur'ani kutoka mwanzo mpaka mwisho yathibitisha. Aya zake zote yazungumza kwamba kuna zitu. Aya zote yazungumza na wewe mwanadamu, ni maana wewe uko, ya kueleza mbingu, ya kueleza ardhi, ya kueleza nyota. Ukisoma Qur'ani kutoka mwanzo mpaka mwisho yazungumza kuhusu kwamba kuna ulimwengu, kuna ziumbe, kuna zitu mbalimbali.
Kwa hivyo suala ya kwanza tutatoka na jawabu kwamba ziko zitu, ulimwengu uko, na haya tuyaonao yote ni mambo yako. Sasa hapa ndio tutakwenda kwenye suala la ngapi? La pili. Kwa sababu ikiwa hakuna kitu tutafunga buku, kila mmoja ashkendia ende zake. Ikiwa ziko, sasa kutakuja suala la pili. Kuna uwezekano wa kuziua? Bila ya shaka uwezekano uko wa kuwasiliana na ulimwengu, ukaweza kujua kwamba hapa kuna msikiti, pale kuna nyota. Hizi ndio maana ya elimu. Lakini baadhi ambao wamekubali ulimwengu uko, wamekubali kuna mbingu, kuna ardhi, kuna nyota, kuna wanadamu, wamekubali, lakini wasema hakuna uwezekano wa kuziua hizi zetu. Hakuna uwezekano baadhi, kwa sababu zombo muhimu unazozitumia wewe mwanadamu, wao wazungumza, zombo muhimu unazozitumia ni hisia zako na akili yako. Yani ni mato, ni masikio, ni pua yako, ni mdomo, ni mkono. Yani ni hisia tano, hawasil khamsa hizi. Wewe wanena msikiti huko kwa sababu umetegemea nini? Mato. Wewe waweza kunena hiki ni moto au ni baridi kwa sababu umetegemea nini? Hisia hasatul lams, hisia ya kudara. Wewe waweza kunena sauti hii ni mzuri au hii ni mbovu, hii ni nyembamba au hii ni neno, umetegemea nini? Sikio. Harufu hii ni mzuri, hii ni mbovu, umetegemea nini? Pua na kadhalika. Kwa hivyo zombo muhimu unazozitaka kuzitegemea wewe kutaka kujua ulimwengu ulioko nde yako, chombo cha kwanza ni nini? Ni hisia zako. Pili ni akili yako. Na hizi zote haziaminiki. Wao wanena maneno kama haya. Tukia kwenye hisia, wanena hisia za mwanadamu zanena urongo sana, hazina ukweli. Mara nyingi zazungumza nini? Urongo. Tukua mfano wa mato, siwezi kupiga mifano nyingi. Al-alamatul nafikirini Qoshoji ama nani katika wanazuoni wa Kisuni maarufu wa wanafalsafa ameieleza karibu peji 3-4 mifano ya kukosa hisia, lakini tutapiga 2-3. Wakwambia tukua kitu kilichonyoka kama simbo au kalamu, itie ndani ya mai. Itie ndani ya nini? Ya mai. Bila shaka utaiona jongo ile simbo. Ikiweko ndani ya mai ile simbo utaiona nini? Ni jongo. Na ito la kwambia ile simbo ni nini? Ni jongo. Yaona ni nini? Ni jongo. Ito laona simbo ndani ya mai ni nini? Ni jongo. Yani picha inaotukuliwa kutoka nde kuwetwa katika bongo lako yaitwa picha ya jongo. Filhali simbo ile ni nini? Imenyoka. Chora mistari miwili mirefu. Mistari ile iwe ni mutawaziyain, yani iko sawa yote miwili. Pika mathalan kutoka kwenye mstari hunu mpaka mstari hunu ni futi 5 au futi 10. Kisha itembee kwa kipimo hiko kama hapa mathalan na power light. Baina ya mstari na mstari kati ni futi ngapi? Ni futi 10. Imekwenda sawa sawa. Kisha ndo simame huku, utaiona ile mistari kule mbele imefanya nini? Imedarana. Na kule kwembamba huku nkupana. Au tukua barabara imezotandikwa lami iliyo sawa kipimo kimoja yote, kisha ile barabara imeandamwa na miti kutoka mwanzo mpaka mwisho. Simama nta ya barabara, utaiona ile miti kule mbele imedarana, na ukisikilia kule mbele ile miti haikudarana. Miti iko upande hunu na hii iko upande hunu. Hii yote ni nini? Ni ito, halikupi ukweli wa mambo. Lau utabakia kuliamini ito, zile picha unazoetewa ni picha za nini? Za makosa. Yeo sute tuangalieni ule mwezi. Waweza kunambia kwa sura unaopoa na ito lako ni saizi gani ule mwezi? Waweza kupata kama hapa.
Yani ukitaka kulitegemea nini ito, ukubwa wa mwezi ni kama, hata nafikiri ni karibu kuwa kama mkate wa mofa au chapati, karibu kama chapati. Filhali ukweli wa mambo, ule mwezi ni mkubwa sana zaidi ya hapo, na mifano ni mingi sana. Hii ni kulikia kwenye mato. Ukia kwenye mikono pia ukitaka mifano miwili mitatu. Wasema tukua zombo ziwili za mai, kimoja kiwe na mai baridi, kimoja kiwe na mai ya moto. Size si moto sana na yawe baridi sio sana. Kisha na chombo cha tatu pia kiwe na mai ya moto. Kisha tunda mikono yako, utie mmoja utie kwenye ile mai baridi na mmoja utie kwenye mai ya moto kwa muda. Kisha itoe ghafla ile mikono yote uitie kwenye kile chombo chenye mai ya moto. Ukisikiza ile mikono miwili, daraja ya joto itakao kukupa itakupa tofauti ya kile chombo kimoja chenye mai. Sio, umeelewa sana? Una zombo zitatu, kimoja kina mai ya baridi na kimoja kina mai ya moto, na cha tatu kina mai ya moto. Mkono wako wa kuvuli uweke kwenye mai baridi, mkono wako wa kushoto uweke kwenye mai ya moto kwa muda. Kisha itoe ghafla yote uitie kwenye kile chombo kimoja chenye daraja ya joto fulani. Kisha uisikize mikono yako miwili, itakupa zipimo tofauti ya joto, kwa sababu huu watoka kwenye mai baridi na huu watoka kwenye nini, mai ya moto. Filhali imani yako wewe waamini kwamba yale mai yaliyoko kwenye chombo hiki daraja yake ni moja, lakini mkono huu wakupa tofauti na mkono huu wakupa tofauti mbali, bila ya kurefusha mifano. Sasa ikiwa hisia ndio zombo muhimu tunazozitegemea kuwasiliana na ulimwengu, na hisia za tudanganya kiasi hiki na za kosa kiasi hiki, vipi wewe utanena kuna uwezekano wa kuwasiliana na ulimwengu? Utategemea nini? Utategemea hisia, na hisia hazina ukweli, ni mingi na ukuetea sio ya usawa. Ukia kwenye akili, chombo cha pili muhimu kinachokuwasilisha wewe na ulimwengu ni akili. Akili pia ina matatizo, hatuwezi kuitegemea, kwa sababu watukue hao wenye akili hiyo, watukue wenye akili wote, ni nadira utaweza kupata wenye akili wawili wameafikiana kwenye kila jambo. Ni nadira sana katika ulimwengu wa elimu. Tusitukue mimi na wewe, hao wenye akili, hao wanazuoni, hao wataalamu wote, kila mmoja hunena lake, na wote hutegemea akili, na wote hudai kwamba lile lao ndio linaokubaliana na nini, na akili. Sasa huyu ategemea akili, akwambia hii ndiyo sawa, ile ni batil, hakuna kabisa kitu kama kile. Ukweli wa mambo ni hunu. Ule naye ana akili, na yeye ategemea akili yake, akwambia lile lake ndio liko, la huyu ndio hakuna. Ukenda kwa watatu, akwambia yote mawili yale hakuna, lilioko ni hili. Sasa ukija ukiangalia ule mgongano ulioko kwa wataalamu, si katika Uislamu tu, hata masala ya madhahabi, usiangalie kwenye Uislamu, hata katika hizo elimu za kiulimwengu hiyo, kwenye hizo elimu za kisasa ambazo hazina alaka na dini, wewe uwasikize wataalamu wanavyoختلفiana. Na mara kutagunduliwa nadharia, itathibitishwa, itatumiwa, ikipita miaka 100-200 kutatoka wanene, itavundwa mpaka msingi wake, taambiwa hakuna tena, kama ile ni batil, kutajengwa nyingine mpya. Kwa wale wanaosoma, wanaofuata nyendo za elimu, mpaka hapa tulipofika, ni nadharia ngapi zilijengwa, zikavundwa, zikajengwa nyingine, zikavundwa, mpaka tukafika hapa tulipofika. Sasa hii atupa suala, hono ukweli ni upi? Na zote zinaozungumza hapa nini? Ni akili. Na mara tuambiwa haya sio, mengine ni haya, na baada ya muda tutakuwa kuambiwa haya sio, ya sawa ni haya. Kwa hivyo akili pia yatufanya nini? Yatudangamaniza. Sasa ikiwa hisia, matatizo yake ni haya.
Akili matatizo yake ni haya: vipi tutawasiliana na ulimwengu? Kwa hivyo ule ya kuambia kweli nimekubali jua liko, ardhi iko, nyota ziko, bahari ziko, sitaki kuingia kwenye wale safsataiyin wale nao hakuna kitu. Lakini iko vipi bahari? Mato siwezi kuyategemea. Nikiingia kwenye mwenye akili, wenye akili wako 100 na kila mmoja hunena laki. Sasa ukweli wa mambo ni upi? Ndipo hapa hawa walipofika kwenye natija, baadhi wakanena ulimwengu huko, binadamu tuko, lakini hakuna mawasiliano ya kuaminika na ya kuweza kutegemea ya sisi kunena kwamba twajua zilioko nde yetu, kwa sababu picha zinazokuya ni picha za urongo nyingi na hazitegemeki zitu kama hizi. Hapa haya maneno yana ukweli kiasi fulani na yana urongo kiasi fulani. Yani hatuwezi kuyapinga yote na hatuwezi kuyakubali yote. Bila ya shaka hisia za kosa kama walivyonena. Bila ya shaka kuna mgongano kwa wenye akili. Lakini mwanzo tuanze na hisia. Ukosefu wa hisia, kukosa kwa hisia si 100%. Ni asilimia fulani, iwe ni 30, iwe ni 40, iwe ni 50, iwe ni 60. Yani maalumat au picha au sura tunazozipokea kupitia hisia zetu si zote ni sahihi. Lakini katika hizo kuna za usawa. Na dalili ni kwamba hawa wanaozungumza maneno haya wao lau hawatokubali huu msingi wetu, pia haya yao yatakuwa hayamo. Kwa sababu huyu mwana filosofi anaishika kalamu, akatunga kitabu, akataka kubatilisha kwamba hakuna mawasiliano na ulimwengu. Yeye aamini iko kalamu, yeye aamini kiko kitabu, yeye aamini kuna fikra, yeye aamini kuna maandishi, yeye aamini kuna matbaa, kuna mahala pa kuchapishwa zitabu. Yeye aamini zitu kadhaa ambazo kwamba ndio zimemwezesha yeye kubatilisha sisi kuwa hatuna mawasiliano na ulimwengu. Yeye aamini kwamba maneno yake, fikra zake zaweza kufika kwetu na sisi tukaamini kama anavyoamini yeye kwamba hakuna mawasiliano. Sio, mnaelewa vizuri? Kwa hivyo lau hatokubali hisia, kwa hivyo pia maneno yake hatutoyakubali, kwa sababu wakati akiandika tukinyosha mato yetu tukisoma, hatuna uhakika mato yetu yametuetea yale aliyoandika yeye au ametuetea mengine. Yeye mwenyewe anaposhika kalamu, lau haamini mkono wake, lau haamini mato yake, pia yeye hana hakika kwamba ameshika nini, ameshika kalamu. Na hivi anapoandika, anapotoa kitabu, anapotoa muhadhara, zote hizi ana asilimia fulani yeye ategemea hisia zake. Kwa hivyo sisi tukubali kwamba hisia za kosa, lakini pia tukubali kwamba hisia ziko na percentage fulani hazikosi. Sasa ni jukumu la mwanadamu atuje yale anayoyapata kupitia hisia zake, ili aweze kuhakikisha ni lipi la sawa na ni lipi la makosa. Pili, tukia kwa wenye akili sasa. Katika mambo anayoyajua mwanadamu kupitia akili yake yako sampuli mbili. Kuna mambo ambayo kwamba wanadamu wote hawakhtalifiani, sharti mwandazimu, hakuna khilafu na ni mingi. Mfano sasa yao, moya na moya ni ngapi? Ni 2. Kuna mtu una rai nyingine sio hili? Kuna mwenye akili ametoa rai kwamba moya na moya ni 3? Kuna mwenye akili ametoa rai kwamba moya na moya ni 5? Haya wanazuoni wayamkuwa ni mafahimu badihia. Haya ni mambo ambayo kwamba wenye akili wote wafanya nini? Wakubaliana. Wenye akili wote wakubaliana kwamba
mambo kiasi fulani nafikiri ni magumu kwenu, lakini nataraji yafahamika, manake mato saa nyingine nayo yazungumza kiasi fulani. Mwenye akili yoyote, hata ukamtukua kizere, aso kwenda skuli, aso kwenda madrasa, hayui alfube, hayui ABCD, mwambie toba, mfahamishe hizi lugha za kielimu zaweza kumpoteza. Mwambie naqidhani yajtamiani, zitu ziwili zinaotanguana zaweza kukusanyika. Mfano, gilasi yaweza kuwa na mai sasa hiau na isiwe na mai wakati huo huo. Yawezekana gilasi ikawa iko na mai na wakati huo huo haina mai. Wewe yawezekana kuwa uko hapa na wakati hunu huko hapa. Bila shaka hakuna yoyote mwenye akili atakayekukubali vitu kama hizi. Na mingi katika misingi, hakuna atakayekukubali kwamba hili buku ni leupe ni leusi wakati mmoja. Hii karatasi yote ni nyeupe na hii karatasi yote ni nyeusi, na mifano mingi sana. Kwa hivyo kuna zitu ambazo kwamba wanadamu wote wakubaliana, zaitwa badihiyat. Kuna zitu wanadamu wakhtalifiana. Sasa hizi tunaokubaliana ndiyo misingi ya kiakili ambayo kwamba sisi tuwasiliana nao na nini, na ulimwengu. Na zile fikra zinazokuja kutoka kwa wanazuoni mbalimbali twazipinga kwa msingi huu. Kwa hivyo yule anayekukwambia, hapa nataka nifahamike sana, yule anayekuja kukwambia kwamba hili liko, akiwa ni mtaalamu, hiki kimeza kiko, na yule anayekukwambia hiki kimeza hakuna, bila shaka haiwezekani wote wawili kuwa wamefanya nini, wamepata. Kwa sababu haiwezekani kimeza kiweko na kisiweko. Mmoja katika wao amepata na mmoja amekosa, na ni wajibu wako utafute sasa ni upi aliyopata na ni upi aliyokosa. Sasa misingi kama hini iko na wanazuoni wakubaliana, na wana sehemu wakhtalifiana, na kukhtalifiana kwao haibundi uwezekano wa akili kuwasiliana na ulimwengu. Haya mambo ni magumu kiasi fulani na sitoendelea sana. Mpaka hapa tutakuwa sisi tumejibu suala la pili. Suala la kwanza, ziko zitu au haya tunayoyaona sisi ni kama ndoto, hakuna chochote? Tumenena ziko. Ikiwa ziko, je, uko uwezekano wa kuwasiliana na hizi zitu? Uko uwezekano, kutegemea hisia zetu, kutegemea akili zetu, lakini tukiamini kwamba hatuna uwezo wa kutosha, kama inavyotuambia Qur'ani. Nikiwasomea aya kadhaa nikimaliza hii bahthi, Mwenyezi Mungu atuambia wayasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila. Wakuuliza wewe Mtume Muhammad, nini ruhu? Waambie ruhu ni amri ya Mwenyezi Mungu, nyinyi hamkupoa isipokuwa elimu chache. Kwa hivyo lazima tukubali msingi kama huu. Ingawa tunaweza kuwasiliana na ulimwengu, lakini tunaoweza kuyajua ni machache. Na ndio utakuta aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia wama tadri nafsun madha taksibu ghadan wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Hakuna anayejua kesho utapata nini wewe, utapata senti ngapi katika biashara yako. Hakuna anayejua wewe utakufa katika ardhi gani, mtanga wako uko wapi. Kwa hivyo usoyajua ni mingi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia. Na ndipo hapa tunapokuja sisi kuamini kwamba ingawa tuna uwezo wa kuwasiliana na ulimwengu, lakini tunayoyajua ni machache sana sana sana, kulingana na aya za Qur'ani, kulingana na maneno ya wale walojua, wale ambao mabongo yao yalikuwa makali zaidi. Kila wakifika walikinena tusoyajua ni mingi sana. Nitawapa maneno ya baadhi ya wataalamu. Mtaalamu wa kwanza aitwa ni Chris Morris. Huyo alikuwa ni tabibu na ni mtaalamu wa kisaikolojia. Huyo ana kitabu chake akiita Sirru Khalqil Insan, siri ya kuumbwa mwanadamu. Anena maneno haya, na haya maneno nimewahi kuyazungumza mimi kwenye Ayatul Kursi wakati tukifasiri arsh na kursi na upana wa ulimwengu.
na tunayoyajua sisi ni machache sana kabisa. Huyo anena indama nufakiru bil fadha, wakati tunapofikiri hili anga ambalo liko kwenye mato yetu na lisokuwa na mkomo, yanga kama hili, au tunapofikiri kwenye zama, turuangalie nyuma kumeanda ni miaka mingapi imepita tusoyua, na mbele twendapo ni wapi tutatonga mwisho hatuyui. Pia tunapoangalia hizi nyota zinaoowea, anena indama nufakiru bihadhihi nudriku mada dha'fina wa naqsi ilmina, twakuta ule udhaifu wetu na upungufu wetu wa elimu ni machache sana tunaoyajua. Huyu ni mtaalamu. Tukirudi kwa Alexis Carrel, huyu alitunga kitabu haswa akasema al-insanu dhalikal majhul, mwanadamu mpaka sasa hayulikani. Huyu mwanadamu peke yake, kila tukijaribu kumsoma bado twampata hatumuelewi, hatumuyui, na tusoyayua kwake yeye ni mengi sana. Wa mwisho tumsikize Einstein, huyu ambao ni mwana riadhi maarufu jidan. Riadhi si maana mazoezi, yani riadhi kwa maana elimu za hisabu. Huyu anena kilitufundisha sisi kitabu cha ulimwengu mingi sana, na tukaweza kusoma mujalladati zake nyingi, yani volume nyingi za kitabu kama hiki, lakini bado tuko mbali sana na kuelewa ulimwengu kama hunu, na fahamu yetu ni chache kabisa, na tusoyayua ni mengi sana. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ingawa tuna imani ya kwamba tuko na uwezo wa kuwasiliana, lakini ni machache ambayo kwamba sisi twaweza kuyayua. Sasa suala kama hili ndiyo tutakwenda kwenye suala la tatu. Ikiwa ulimwengu ikiwa uko uwezekano wa kuwasiliana na ulimwengu, ni zombo gani kwa mujibu wa Qur'ani tunazozitegemea za kutuwasilisha na hunu ulimwengu? Ni zombo 6 ambazo tutazieleza kwa ufupi sana. Tufike kwenye suala ya 4 ndio inaohusiana na hizi aya za suratu Yasin. Wakati gani zombo hizi huharibika? Wakati gani zombo hizi hutiwa pingu? Wakati gani zombo hizi hujengewa ngome? Ili tuye tufahamu laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Kabla ya kumaliza, napenda kuwaeleza kiswa kimoya, na pengine wale wamezosoma sera katiti au wamezoona risala ile imezoaktiwa maisha ya bwana mtumi. Baadhi ya wanazuoni wanena aya hizi ziliteremka wakati mtume alikuwa amepanga kugura. Makuresho kawashapata habari, kukatolewa wale vijana 10 wende wammalize katika kila kabila. Ndio siku ile mtume akamlalisha al-Imamu Ali katika kitanda chake. Sasa alipotoka jamaa unena aliwasomea wale hii aya, inna ja'alna min bayni aydihim saddan, yani mbea mato yao wamekiwa ngome, wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Akawa huwarushia mtanga na mtume akawa pita wasimuone. Hii wamenena ndio sababu nuzuli ya aya kama hili. Na leo kuna baadhi ya watu wengi huwa wakisafiri kuzie kitu kwenye mkoba wake kwenye airport, hataki kionekane, jamaa ukwambia kwa karatasi uandike inna ja'alna waja'alna min bayni aydihim saddan, wale wanaoenda Dubai wale wakiwa hawataki kushikwa ushuru, jamaa ukwambia uandike kwenye karatasi ile waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun wa ala tul. Yani taban hizi ni zitu huzungumzwa, lakini aya ziko mbali zaidi ya hapo, na zazungumza fikra kubwa ya Kiislamu kuhusu zombo za manadamu za kumtumia elimu wakati zinapotiwa pingu na wakati zinapojengewa ngome. Sijanena kwamba yale aliyofanya mtumi hayakuwa, napenda kufahamisha, maana yake siku hizi mara maneno yangu hutukuliwa yakapekwa mengine. Ni sababu nuzuri, lakini haifanyi aya ibaki kwenye kiswa. Aya iko na maana marefu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.